nikagundua imebeba agenda ya kumkaribisha mpinga Kristo ndani ya mioyo ya watu. Kwa nini nasema hivyo? Aliyeigiza kama Yesu kwenye hii filamu anaitwa Jonathan Rumi, na nimekuwekea picha yake hapo, unaweza kumuona. Huyo yupo kwenye chama cha siri cha kishetani cha Freemason, na ndio maana ukiangalia hiyo picha unaona amevaa pete ya Freemason yenye umbo la fuvu la kichwa. Nafikiri unaweza kuiona vizuri. Ninaomba ufunike macho yako, alafu fuatisha sala hii. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, nipo tayari kusikia neno lako. Nipo tayari kufanyia kazi maelekezo yako. Nipo tayari kubadilika. Ninaomba Roho wako Mtakatifu anipe utulivu wa nafsi, ili niweze kuelewa neno lako na kulifanyia kazi. Katika jina la Yesu. Amen. Nataka tuanze na jambo la kwanza, ambalo ni agenda ya kuweka roho ya mpinga Kristo kwenye mioyo ya watu. Katika nyakati tunazoishi, roho ya mpinga Kristo inapandikizwa kwenye mioyo ya watu. Ni aina ya roho inayopingana na utakatifu, na kitu inachofanya ni kuwafanya watu waamini kwamba wanaweza kwenda mbinguni hata kama wanaishi kwenye dhambi. Na ndio maana unaweza kuona mtu anafanya uchawi na bado anasema ameokoka, anampenda Yesu. Sasa hazungumzii Yesu unayemjua wewe, anazungumzia roho ya mpinga Kristo inayotenda kazi ndani yake. Na mtu wa namna hii kanisani anaenda na anapewa na uzee wa kanisa. Lengo ni ili aambukize ile roho iliyoko ndani yake kwa watu wengine. Kwa hiyo usitishwe kusikia mtu anasema anampenda Yesu. Angalia matendo yake kwanza, yanamtukuza Yesu anayemtaja? Kwa sababu kama matendo yake yapo kinyume na ukiri wake, basi inamaanisha ya kwamba anachokimaanisha ni roho nyingine ya mpinga Kristo. Na ndio maana maandiko yakatuonya mapema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na hii roho ya mpinga Kristo inatenda kazi mpaka kwa watumishi. Katika siku hizi za mwisho, kuna watumishi wanainuka wakiwa na ushawishi mkubwa sana, lakini maisha yao hayana ushuhuda wa Kristo, na wanatumika kuwapotosha watu na kuwafanya waamini kwamba unaweza kuokoka na wakati huo huo ukawa mtenda dhambi. Na ndio maana sasa hivi ukikemea dhambi, watu wanakuambia usihukumu. Ukiwaambia watu waache uzinzi, wanakuambia hakuna mkamilifu. Wanasema Mungu anaangalia moyo. Na hali imekuwa mbaya kiasi ambacho watu hawamtaki tena huyu Yesu aliyekufa na kufufuka. Badala yake wanamtaka Yesu wao wa tofauti, ambaye hachukizwi na dhambi, hachukizwi na uovu. Yesu anayekuruhusu kuvunja amri zake kwa kisingizio cha neema. Huyo ndiye aina mpya ya Yesu ambaye watu wanamtaka kwenye nyakati hizi za mwisho. Watu wanamtaka Yesu anayewaruhusu hata kutembea uchi wakijisikia. Hawataki waambie chochote kuhusu utakatifu. Wanataka uwape uhuru wa kufanya chochote wanachojisikia, bila kujua kwamba aina ya roho inayotawala maisha yao ni roho ya mpinga Kristo. Na ndipo dunia ilipofika, na ndizo nyakati tulizo nazo. Na hiyo ni agenda iliyopo duniani kote, na fedha nyingi sana zinatumika kuhakikisha hiyo agenda inafanikiwa na kuyateka mataifa yote na kuwapeleka watu kuzimu. Ngoja nikupe mfano utakao kusaidia kuelewa jambo hili vizuri. Na hapa nataka nikurudishe tarehe 24 Disemba ya mwaka 2017 ilipotoka filamu ya Yesu inayokwenda kwa jina la The Chosen. Hii ni filamu iliongozwa na Dallas Jenkins, ambaye ni mwabudu shetani kutoka kwenye kanisa la kishetani la Mammon, na amekuwa akinukuliwa akisema wote tunampenda Yesu mmoja. We love the same Jesus. We love the same Jesus. Sasa ukisikia mwabudu shetani anasema anampenda Yesu, ufahamu ya kwamba hazungumzii Yesu unayemjua wewe aliyekufa na kufufuka. Badala yake anazungumzia kinyume chake, akimaanisha mpinga Kristo. Na lengo la siri la kutengeneza hii filamu
ni kuandaa mioyo ya watu ili wampokee mpinga Kristo bila wao kujua. Na wanapotengeneza maudhui wanatumia akili na ufahamu wa juu sana ili kukuficha wewe usielewe wanachomaanisha. Na ndio maana nimekuwa nikikusisitiza mara kwa mara kwamba katika nyakati hizi za mwisho, penda sana kujifunza kujua alama za nyakati na alama za mawasiliano, kwa sababu hiyo ndiyo njia wanayotumia kukuficha usielewe malengo yao kuhusu nafsi yako. Nasema hivyo kwa sababu ukiitazama hii filamu haraka, utaipenda na itauteka moyo wako. Hata mimi nilipoitazama mara ya kwanza, nilivutiwa sana na jinsi walivyoiandaa. Lakini baada ya muda, nikagundua imebeba agenda ya kumkaribisha mpinga Kristo ndani ya mioyo ya watu. Kwa nini nasema hivyo? Aliyeigiza kama Yesu kwenye hii filamu anaitwa Jonathan Rumi, na nimekuwekea picha yake hapo, unaweza kumwona. Huyo yupo kwenye chama cha siri cha kishetani cha Freemason, na ndio maana ukiangalia hiyo picha unaona amevaa pete ya Freemason yenye umbo la fuvu la kichwa. Nafikiri unaweza kuiona vizuri. Sasa ninaelewa unaweza ukasema maisha binafsi hayahusiani na ujumbe wanaowasilisha kwenye filamu, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu na ninalo jukumu la kukufungua ili ujue ukweli. Ukitazama filamu ya The Chosen, unamuona huyu anaigiza kama Yesu akikonyeza, kwa maana ya kufumba jicho moja kama inavyoonekana hapo kwenye picha. Sasa hiyo ni alama inayotumiwa na waabudu shetani, ikiwa na tafsiri ya jicho la Tammuz au jicho la Horus. Na nilisha kufundisha haya mambo, na ndio maana watu wote waliopo kwenye chama cha kishetani wanatumia hiyo alama kufikisha ujumbe wa ibada ya kishetani. Sasa ukitazama episodi ya 2 kwenye season ya kwanza, unamuona Jonathan Rumi ambaye ameigiza kama Yesu akikonyeza. Sasa unisikilize, Yesu hawezi kukonyeza, na hata kama unaigiza, huwezi kutengeneza mazingira ya kuwaaminisha watu kwamba Yesu anaweza kumkonyeza mtu. Hapo kuna agenda ya kishetani imefichwa, kwa sababu ukisoma kwenye maandiko, kile kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 13 na 14, maandiko yanamtafsiri mtu anayekonyeza kama ni mtu mwenye uovu ndani yake. Ngoja nikusomee, alafu nikusaidie kutafsiri alama za nyakati katika siku za mwisho. Maandiko yanasema, ukonyeza kwa macho, unena kwa miguu, huashiria watu kwa vidole vyake, mna upotofu moyoni mwake, hutunga uovu daima, hupanda mbegu za magomvi. Kwa hiyo kufuatana na neno la Mungu, mtu anayekonyeza maana yake ni mtu mwenye upotofu na ni mtu mwenye uovu. Kwa hiyo unapoona waabudu shetani wanaigiza kuonyesha Yesu anakonyeza, ufahamu ya kwamba hawamzungumzii Yesu unayemjua wewe. Wanazungumzia mpinga Kristo, kwa sababu yeye ndiye amejaa upotofu na uovu ndani yake. Alama ya jicho la Horus haijaishia hapo. Wanaionyesha mpaka kwenye mabango ya matangazo ya filamu. Hebu angalia hili bango. Huyo ameigiza kama Tomaso kwenye filamu ya The Chosen. Ukiangalia utaona upande mmoja wa jicho ameufunika kwa nguo. Sasa usije ukafikiri amefunika jicho moja kwa bahati mbaya. Hiyo ni alama ya kishetani ya jicho la Tammuz. Angalia na hii picha kwenye bango. Ni alama ile ile ya jicho. Na utakumbuka nilikwambia alama ya jicho inatumika kuwakilisha ushoga kwenye vyama vya siri vya kishetani. Sasa walioandaa hii filamu ya The Chosen ni watu wanaounga mkono ushoga, LGBTQ. Na ili kuthibitisha hilo, angalia hii video inaonyesha wakifanya shooting kwenye episode ya Love and Laundry. Sasa ukiangalia upande wa kushoto, utaona kuna bendera ya mashoga inapepea. Na hiyo ndiyo agenda iliyopo nyuma ya filamu ya The Chosen, inayopendwa na mataifa yote. Wanaiandaa mioyo ya watu kumpokea mpinga Kristo. Kwa hiyo kupitia filamu hii, wanapitisha agenda ya kumtengeneza Yesu asiyejali utakatifu na anayechukuliana na uovu. Na hiyo ndiyo agenda ya siku za mwisho inayotupeleka kwenye mpango mpya wa dunia, New World Order. Na mimi nipo hapa nataka nikusaidie ujue ukweli. Yesu halisi
anachukia dhambi. Yesu halisi aliyekufa na kufufuka hafurahishwi na uzinzi wako wewe. Yesu halisi anataka watu watubu na kuishi maisha matakatifu sawasawa na kutubu kwao. Na ninakushauri wewe unayenisikiliza, kataa roho ya mpinga Kristo inayopita duniani na kuwaingia watu. Epuka maisha ya dhambi kwa gharama yoyote. Usikubali kudanganywa na wajumbe wa shetani wanaolitaja jina la Yesu lakini hawataki kuuacha uovu. Maana Biblia inatuambia kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Kwa hiyo usikubali kudanganywa. Hapa duniani si kila mtu anayeitwa mtumishi ni mtumishi wa Mungu. Wengine ni wajumbe wa kuzimu wameletwa kwa siri ili kuwapotosha watu. Hapa duniani si kila mtu wa kumuiga. Wengine wameletwa kwa siri ili kupoteza nafsi za watu wengine. Kwa hiyo usalama wako ni kulifuata neno la Mungu linasemaje. Salama yako ni kuachana na mambo ya dunia hii na kumfuata Yesu. Ninajua inawezekana unapenda sana kuwa wa kisasa, lakini kubali kuwa mshamba wa mambo ya dunia hii ili uweze kufika mbinguni. Na yasema maneno haya kwa sababu tupo dakika za majeruhi. Muda wowote kuanzia sasa parapanda italia na Yesu atatokea pale mawinguni. Kwa hiyo sina neema ya kukupamba kwa maneno mazuri, utanisamehe tu kwa kweli. Ndipo hapa kukuambia ukweli wewe mwenye kiu ya kuiona mbingu. Sikutishi lakini nakuandaa ili hata unapokuwa kazini ufanye kazi ukijua Yesu anarudi. Hata kama unasoma shule, usome huku ukijua saa yoyote parapanda italia. Kwa hiyo weka maamuzi ndani yako kwamba kati ya watakaobaki, wewe usiwe mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe.